But then now the problem it will be from frying pan to the fire. Kama tunatoa yeye alafu tunaweka Gachagua tunafaa ku get rid of all of them. Anybody, in fact mimi sitakangi kuona mtu yote wa one term wala two term. Fuck all of them, we get rid of all of them. Wacha tuweke kama itawezekana, tuweke Sifuna. Kama si Sifuna tuweke hata ule mzee or someone else mwenye hata hajaiona siasa, hata hajui siasa. Tujaribu hata Bubu. How do you achieve that and how do you exploit? Yeah, so basically that's it. Gachagua is not an option. The same way Ruto si option. Or anybody mwenye amekuwa involved in one way or the other with the one party system ya KANU. Baga yoyote mwenye amekuwa involved na anajulikana na tunawajua. We get rid of them. Yeah. Ibura. Wewe woni hapo una parade ignorance ukisema ati Ruto sio kitu nani sio kitu tutapee Bubu. Wewe unataka kuniambia ushuru yenye unalipa yako yote utaentrust ushuru yako yote na kwa mtu mwenye ni Bubu? Ama unamaanisha nini? You have been entrusting them when you see Bubu since independence. Ni nini ya maana imewaletea we are in this mess now? Umewapatia Bubu wenye si Bubu since independence and they have created this mess. Ndio maana tuna complain hapa. So what's the problem kujaribu Bubu? Okay, saizi mimi naona tumepea mwenye anaturista anajaribu kuimplement manifesto. That's why naona ni mzuri. That information you're talking from well sir. Bro, wewe hata hauko hii dunia, wewe uko planet tofauti na the rest of us. Ako Mars. Yeah. Wewe hata uko planet tofauti sana. Nataka watu wana implement manifesto. Pate lai. Manifesto gani? Manifesto just on paper. Affordable housing ni paper. Affordable housing kwa paper sasa hivi. Affordable housing unaongea kwa mtu mwenye agriculture ni paper bado. Affordable housing nyumba unalipa barabara bado ni paper. Hiyo ndio inaitwa affordable housing. Acha ignorance bana. Unajua kitu inaitwa affordable housing? I don't Biblia inasema we die because of ignorance. I don't want to about affordable housing. I with you over vitu ambayo kila mtu mmoja basi. Mmoja ongee. Mtu mmoja ongee. Kama ni swali uliza Ibra swali. Ibra. Watu wakisikiza wataptapa haki tusianguke. Sasa Ibra. Bro. Yes, mimi nasema hivi. Yeah. Na agree na wewe 99.99%. Hakuna venye unaweza agree 100%. 99.99%. Kuna point nilikuwa naongea moja. Yeah. Ya kusema umesema vizuri Gachagua. Yeah. By the way is not supposed to be candidate for president. Yeah. Why? Kwa nini nasema hivyo? Alikuwa na Ruto kwa hiyo wakati. Ndiye aliuza Ruto Mount Kenya region. Yeah. Akamuuza huko akapata kura. Akatuzi Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta akasimama akatuambia nimefanya kazi na Ruto najua tabia yake. Yeah. So sisi tukajifanya wajinga tukapigia William Ruto akakuja akasema hasara sisi na mtu mwenye anaongea hasara akona mali mali yake is worth 1 trillion plus but anajiita hasara. Tukampigia kura akasema atatufanyia ile hivi na hivi na hivi na hivi. So what happened? Wakati ameingia kwa ofisi sijaiona president mwenye anatoa deputy yake uitini almost 2 years down anamweka nyumbani, anamtuma nyumbani. Mimi sijaiona. Hata Moi alikuwa Moi alija 3 months 6 months lakini 2 years sijaiona. Nimefuatilia historia yote. So unatuambia vizuri sana you are a president of the Republic of Kenya. Unaenda kutusomea tu tupa eti nitatenga. Acha niwaambie mwaka ujao nitahakikisha nimewatumia 1,100 kila mtu. Muandike chini. Ikifika mwaka ujao nikwambia nilisema mwaka ujao
Hakuna koti unamchukua, nitatenga, bado sijatenga, nitahakikisha, bado sijahakikisha, vile bado sijapanga, nitapanga. Haya, angalia kama mbunge wa Kiaru constituency anaitwa Didi Nyoro. Alikuwa rafiki yake in and out. But Didi Nyoro akatoka nje akasema, mimi nataka kufanyia watu wa kazi wa Kiaru constituency. Mtoto analipa per term 500 shillings. Alitoroka kutoka Ruto akasema hapana, huyu mtu ni mkora. Tunaweza mtrust akue kama president. Haya, angalia Sifuna. Edwin Sifuna alisimama vizuri sana. Akasema vizuri. Eti mimi baba venye umela siwezi sariti chama cha ODM. Hakuna siku baba eti tuunge Ruto 2027. Sasa Uhuru namweka aje uko shwari. Akishwari. Clinton, let me ask you. So, yes. Unasema nani option? Unasema nani option? Gachagua ama Ruto? Ama nani option? Haya, angalia. Mimi nasema wote huyu ni Matiang'i wafagiliwe mtu mwenye anatakana kuwa president wa. Asa niambie kama tuseme an example alikuwa akiwa government. Just a minute nimalize. Just a minute. Uhuru Muigai Kenyatta akiwa president, mwenye alifanya kazi as a cabinet minister mzuri alikuwa Fred Okengo Matiang'i. Why you are supporting Fred Okengo Matiang'i? Akiwa minister ya IT atuletea maneno ya digital. Akiwa minister ya education alifanya kazi kwa ministry ya education, akasaidia wanafunzi, hizi pass zenye zilikuwa zinatumika za barabara iti kufanya biashara akaweka ikakuwa yellow. Haya, akaingia kwa ministry ya lands cost, people cost. That person was a minister of interior. Uliona kazi alifanya kwa ministry ya interior. Niambie ministers wangapi wamesurvive wenye wamefanya internal security. Haya, wenye walijaribu control. Do you remember Raila alifanya maandamano ile ya kuchiapisha as the people's president? Ile time si yule mtu angefika kwa state house, si angetoa Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini Matiang'i tried all the best. The people like Matiang'i, you can say, the people like Edwin Sifuna Mwenyako, like the people like Babu Wino, the people like Onyonga, Cliff Gisairo. Unaona kama huyo mbunge wa hapa anatoka inside za Kemera. Huyo mbunge anaitwa Cliff Gisairo. That person ukikuja kwa area yake, darasa za watoto mahali wanasomea, uangalie, you can say this person anafanya kazi ya muhimu. Anasaidia watu. Yes. Yes. Do you know Matiang'i shares same characteristics in Ruto, the main two ones, which is corruption and also killing. The same way Ruto as President killed, Matiang'i was the interior minister when he was used to kill people and they dumped people in rivers across the country. There's no difference between Matiang'i or Ruto or Gachagua or anybody mwenye amekuwa kwa system ya KANU or watu wote wenye walikuwa associated with KANU. No, mimi sijasema sina mtu. Mimi sijasema sina mtu. Ujai kuuliza kama niko na mtu. Ndani kuna wewe. Acha aombe kura. 100%. Mimi niko na mtu. Unaona hiyo kile kinaleta Matiang'i. Mimi niko support Ruto ama opposition. Mimi nataka Clinton anilete Maraga. So I will willingly wake up very early and vote for that old man. Maraga is an project ya Ruto. Unajua Maraga ni project ya Ruto. Matiang'i nayo ni project ya Uhuru. Matiang'i nayo ni project ya Uhuru. 2.0 project ya mara ya pili. Tunataja ndio watakuja kuharibu kura hapa. Wanagawa makura zetu. Ndio maana mimi nimesema aje, mimi my statement was very clear. 1 term, 2 term, anybody associated with any of those two groups, damu yangu haisikizani na any of them. It's as simple as that. Unataka power. Uhuru uko sawa. Madevu unasema kitu tunasema ni Clinton tulia. Kuna swali umeuliza. Kuna swali umeuliza na sijasikia mtu akijibu.
Mimi siwezi unga. Ni swali gani hatujajibu? Kuna swali Mohali uliza, je, unaweza ukapigia kura Gachagua? I said no, nilisema yeye sio option. Mimi nilimaliza hiyo. Haya, Otifa na manifesto. Otifa na manifesto. Ngoja. Akuja na manifesto bora. Manifesto ni on paper tu. They don't mean what they say kwa manifesto yao ya karatasi. Action yao ni tofauti. Oda, wacha kila mtu ongee. Madevu unasemaje mzee? Mimi nasema siwezi unga Gachagua mkono. Kitu ya kwanza alikiri kwamba Ruto alimdanganya. Nani wewe alikiri kwamba Ruto alimdanganya. Kumaanisha ni kiongozi mwenye anaweza elekezwa mahali pabaya kiurahisi. Mi huwa naunga Sifuna mkono kwa sababu alidhihirisha ya kwamba hata Raila Odinga ambaye amemlea kisiasa akimpeleka mahali haifai atamkataza. Hiyo kitu huwa inanifurahisha sana. Ati huyu mtu ndiye amenilea kabisa, ninaheshimu maadili yake, lakini akifanya kitu ambacho nitaona si kizuri, niko tayari kumwambia na kuheshimu baba, lakini hapa unanielekeza si pazuri. Hiyo ni jambo ambayo kama Wakenya hatufai kuichukulia kiurahisi. Ni baadhi ya misimamo ambayo haina watu wengi. Hiyo ni kitu unitia moyo sana. Ati kama Mkenya, kama unaweza elekezwa na mtu ambaye umeheshimu kabisa mahali pabaya na uko na hiyo uwezo ya kusema hapana, ninakuheshimu kama kiongozi wangu, lakini hili jambo unaniambia sijafurahishwa nalo. Wewe endelea fanya, lakini mimi sitakufuata huko. Hiyo ni kitu wa Kenya msichukulie kiurahisi vile. Okay, jambo lingine siwezi furahia Gachagua ni ya kwamba after impeachment ameweka Kenya kwa hali ya campaign. Tangu siku hiyo alikuwa impeached, tumekuwa kwa campaign mode na amebadilisha campaign ikarudi ukabila. Hana haya kuambia Matiang'i, rudi kwenyu Kisii ukakuje na kura za Wakisii. Yeye amekaa Central, atafute kura za Central. Na hana apology ya kuchampion tribal politics. Hana apology kabisa. Hiyo ndio shida ya viongozi. Kuna wakati Gen Zs waliuawa na nikaona kuna baadhi ya politicians hawakuwa na apology ya kwamba maisha ya watu yanaondolewa tu ovyo ovyo. Mtu anakufa lakini wewe huna apology. Ati imetokea kimakosa, wacha tutafute hiyo makosa imetokea wapi. Unasisitiza wacha waendelee kuuawa. Hiyo ndio uongozi ambayo mimi nachukia, ya kwamba kitu ikifanyika mbaya inafaa ukama out clear, useme hii makosa imetokea, sijaelewa imetokea wapi, wacha nichunguze, na kama tutaweza kurekebisha tutarekebisha. Lakini ukinionyesha jambo linatokea na huna apology na hujali, mwenye atafikiria wacha afikiria venye anataka, huwa sifurahishwi na hilo. So kwa hayo mawili ya kwamba
Gachagua ana champion tribal politics na anaweza kuhadaiwa kiurahisi kwa sababu Ruto alimhadaa ati wako pamoja, kumbe hawakuwa pamoja. Kwa hayo Madevu, acha nikuulize swali Madevu. 2022 ulipigia ulipigia Ruto kula? Wewe ulivotia Ruto? Hapana, mimi nilivotia Raila Odinga. Ulivotia Raila Odinga kwa sababu gani? Mimi nimekuwa mfuasi wa Raila Odinga sio mara moja ama mara mbili, kutoka nianze kupiga kura sijai votia mtu mwingine. Sababu tosha ya wewe ndio mfuasi wake ni nini? Yani ni nini yeye ilituma ukue mfuasi wake? Raila Odinga always amekuwa anajaribu kucreate picha ya a better Kenya. Hata katikati ya shida zote. Okay, mwongea vizuri. Plani zake ndio zilikuwa zinatuma umvotie, si ndio? Plani zake zile plani zilikuwa nazo, si ndio? Okay, umesema utavotia Sifuna. Sasa nakuuliza ni plani gani Sifuna amekupea ndio maana umeamua tena ukuwe mfuasi wake? Which plan? Raila alikuwa na plani zake zinaeleweka. Za huyu Sifuna ni plani gani zake zinatuma wewe ukuwe mfuasi wake? Kwa speech yangu si kuongea kuhusu plan. Wewe ndio umeleta kuhusu plan. Unajua umesema una support nani Sifuna, si ndio? Okay, believe yangu, acha nikuambie believe yangu. Believe yangu ni ati wakati kama wa Kenya 2007 2008 tulipigana karibu tuwane sisi wote, tukarudiana kama wa Kenya. Ngoja ni make point yangu. Ujajibu swali. Wacha ni kudrive mahali nataka. Ninasema hii kitu unajaribu kuita plan iko inside the constitution. Hata ukijaribu kusoma hizi manifesto zote na ulinganisha na katiba, kila kitu yenye hizi manifesto zinasema iko kwa katiba. Na Sifuna ana champion for constitutionalism. So kuniambia plan gani Sifuna ako nayo na plan iko kwa katiba ni venye kuitekeleza. Ifanye kazi ama unasema saizi hakuna katiba Kenya? Ni katiba ifanyi kazi ndio akiingia alete mambo na katiba, ama shida ni nini na katiba saa hii? Viongozi hawafuatilii. Mmoja wao akiwa rais. Unaweza mention sheria zingine. Tumeongea tu saa hii kuhusu siku ya Labor Day, siku ya wafanyikazi. Tukasema trade unions ziko na haki ya kufanya mikataba tofauti kulingana na sekta zao. Rais ameingilia, ameweka mkataba mwenye hajajadiliana na mtu yoyote. Hiyo sio kukosa kufuata katiba. So ndugu yangu, sasa watu wanajisifu kwa sababu leo hii Zakayo akaweza tuacha aende amestaafu. Nini amekuachia isipokuwa hiyo housing amejenga ambayo uishi ndani? Ni gani nyingine unaweza niambia? So tunaongea kuhusu general deals. Tunajaribu kuangalia huu mwezi tushambulia. Hebu kidogo acha wengine waongee. Ndio unasema aje? Kiza kwanza toa Gachagua out. Hata Sifuna alisema on national television ya kwamba Gachagua hawezi fight because he has a case. So give me another candidate between Ruto and who? You asking us question between Ruto and Gachagua. Gachagua hawezi fight. Wacha malizana na kesi yake. So even if Gachagua tulia, utafikiwa tu. Karibu ufikiwe, ni watu wawili, mmoja tu alafu wewe. So mimi naweza sema ya kwamba hata Gachagua wakati alikimbia akaenda kuongelesha watu diaspora,
A fellow Kikuyu alimface. That lady, by the way, I wish ningekuwa na namba yake ninunulie hata maji kwa bili yangu. Alimwambia, don't come here, talk to us in Kikuyu, and there are people here wenye hawaelewi Kikuyu. Huh? You are spreading tribalism everywhere, and you have come here. Sijui alikuwa ni Minnesota ama sijui ni Minnesota ama ni sijui ni wapi. There is somewhere Gachagua went. I remember that time alikuwa anatembea huko US. So by the end of the day, tukisema Maraga ni project ya Ruto. Siwezi kataa, mimi ni mtu wa Tutam, lakini Maraga ni project ya Ruto. Matiang'i ni project ingine. Hao ndio watatumika kugawa kura. Alafu itafika 50+1. Tutarudia tena kura. Na kura ikirudiwa ni pesa zetu zinatumika. By the end of the day. Tukue revu. Sifuna, you are forcing Sifuna right, left and center. Sifuna mwenyewe hajasema I'm not vying for presidency. Why don't you leave this man to be alone? Mumukampenia kama atarudi senator ya Nairobi ama atakuwa governor wa Nairobi. It's okay. But by the end of the day, you people, you are vibing someone who has not claimed to be the president, except Gachagua. And Gachagua himself, you know, he has a case in court. Sasa zingine kujua sheria ni mzuri. Kwa sababu you are hyping someone mwenye kesi yake hata hatujui itaisha lini. Inaweza isha hata 2032. So, mimi ambayo nasema ni kwamba ukiona mwenzako ana support 1 term ama 2 term, usiweke uadui, tupendane tu, because by the end of the day we need each other. Si kwa hii platform peke yake, hata kwa ground. Kwa sababu ule mtu una support hawezi kuja hata kwenye, hata mwenye na support hata anijui. Hata mwana nitanga dada ya Ruto mwenye anijui. But by the end of the day, let us acknowledge each other. Opinions zetu zikuwe respected. Alafu uadui tuache. Jua watu wanakutananga, wanapanga mikakati zao. Mara ngapi tumekuwa tukifaitia the late baba. Tumekuwa tukifight sana. Alafu inafika katikati anaturuka, ashashikana na hao watu. So by the end of the day, the politicians are these people wenye hatuwezi waelewa. But because we need a stable government, hatutaki serikali ambao tutakimbilia kwa nchi nyingine. Sasa hii Tanzania imechafuka. Sasa hii tuseme Kenya iumane, sasa hii utakimbia wapi? Sisi ndio diaspora ya East Africa. Ukiambia East African mwenzako unatoka Kenya, anashtuka. Anakuona wewe ni Europe ya Kenya. Alafu tuchafue nchi yetu. At times, let's not allow these politicians to use